nitakuwa nimepotea Mbona hii njia inanichanganya? Kile pale si kibanda cha Masanja. Basi nyumbani itakuwa ni hivi. Wala hata sijapotea, njia ni ile hii. Mbona kumejawa na ukimya hivi? Halafu mazingira yenyewe utasema wamesafiri. Na cha ajabu sehemu ambayo huaga napenda kukaa mzee, yani pamejaa matakataka. Na kweli wazazi wangu siku hizi wamechoka kufanya usafi. Sawa, ngoja niwaone. Lango la ajabu. Mama akija kufungua bonge la surprise ya fly. Mama! 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 Mjumbe! Shikamoo mjumbe. Marahaba. Mbona mbio mbio? Nilikuwa napita pale njiani. Hasa nikamwona pale kwa Mazayumba pale, unapajua? Sasa nilipokuwa napita nikamwona mtu amekaa hapa, yani amelala kabisa, amejipumzisha hapo. Jua alikuwa ni nani? Kwa Mazayumba? Hapo hapo. Yupoje mtu? Alikuwa na begi kubwa. Hii imenipa wasiwasi sana. Twende tukamwangalie. Wewe mtoto na uhakika? Ndiyo kabisa, na uhakika 100%. Si ndo watekaji wenyewe hao. Subiri nje tuondoke.
Basi hapa nimpelekee tu funguo zake. Mtoto tuondoke. Sasa mtoto, wewe inakubidi urudi nyumbani. Ukaendelee na majukumu mengine, sawa? Yaani hapa sasa kazi iliyobaki ni ya kwangu. Umeelewana? Nenda nyumbani. Kwa makini eh? Sayumba. Jamani. Kazi ya uongozi ngumu. Nitamweleza nini mjukuu wangu? Kwa kijana wa watu. Mwaka wa mwisho mimi sitaki uongozi tena. Sitaki cha ujumbe, sitaki na mwenyekiti lazima nimwambie. Hichi kijiji kimejaa matukio kila siku. Hatujawahi kulala kwa amani. Wala kusinzia kwa amani. Nimechoka. Anyway. Sayumba. Nashtuka nini bwana? Karibu mjumbe. Ndo nimefika nyumbani hapa. Natoka zangu chuo, nimemaliza masomo. Lakini hali ya hewa kama jinsi unavyoona. Nilikuta mlango umefungwa. Hapa nyumbani hakueleweki. Sijui wameenda shamba. Yaani hata sielewi, nikaamua tu nipumzike hapa chini. Bwana kwanza pole na safari. Asante sana mjumbe. Lakini bwana mimi nilivoletewa taarifa na yule mtoto huyu nilikuja naye yule, sijui kwanza kumuona ulikomelala wewe. Na mtoto ameletea taarifa nyumbani kwamba amemwona mtu amekaa hapa. Nikasema moja kwa moja ni wewe. Na kama sio wewe basi ni mwenyeji wa nyumba hii. Nikaona sasa nije moja kwa moja na nini? Na funguo wa nyumba huu hapa. Ufunguo? Ufunguo wa nyumba huu. Una maana gani mjumbe? Yaani funguo za nyumbani kwetu uwe nazo wewe. Inawezekanaje? Zayumba, wewe funguo ingie ndani. Hayo mengine tutazungumza baadaye. Najua umechoka sana safari. Tutazungumza tu. Sawa mjumbe. Kazi ya uongozi jamani. Sasa nashindwa mjumbe, sijui nikukaribishe maana tayari una funguo ya nyumbani. Yaani hapa nyumbani. Sawa, karibu. Adija. Ndio mara moja. Yaani mtue ndoo hiyo maskini. Natoka kisimani. Natoka kisimani. We ndo Adija ndo Adija. Nanili, kwanza vipi? Nanili, ujumbe wangu uliupata? Kwa nani? Hii taarifa niwe nazifikisha mwenyewe hizi. Mtu ukimpa taarifa za muhimu hapo azifikishe. Ndio nini? Nanili, kuna rafiki yako yule Yusufu yule. Yusufu nilimpa ujumbe wangu wa kufikishia. Hajakuletea tu.
Kumbe taarifa zako zile za ujinga ujinga. Nishasema mimi siwezi kuwa kwenye mahusiano na istosha najua mimi ni mwanafunzi. Ama kweli sikio la kufa lisikii dawa. Hivi yule si nilikutana naye face to face kwa naenda shule. Afu bado yani na wewe umenisimamisha hapa kumbe unaniambia wewe ujinga. Sawa, aueleweki. Wewe unaonaje kitu kivo kwa cha muhimu? Wewe mwenyewe ukimaliza shule lazima utafatwa. Alafu licha ya hivyo unamkosesha rafiki yetu Amani. Nimemwambia Yusufu vitu vingi. Nadhani amekwambia na Yusufu mwenyewe tabia kama zangu ana angekuletea vitu impossible. Eti vitu impossible. Angekuletea vitu vimepangiliwa. Rafiki yetu kazini hafanyi. Hata sasa hivi kazini hata haonekani. Na ukihusisha na kijiji kivu chafuka namna hii, majanga kila siku. Au ndo wewe nini wewe? Usikuta unamkataa kumbe ndo wewe unapoteza watu vijijini wewe. Mimi nakwambia very sure. Sasa licha ya hivyo unatakiwa hata kama unamwangalia. Umeona? Alafu licha hivyo kijijini mimi na faida zangu. Umbea anavyopitisha. Alafu licha hivyo ukiniangalia, look at me. Umeona? Mtoto nimetulia tuli, hata naye kama anazingua lakini hivyo. Yaani sikutegemea kama na utakuwa mjinga kama Deus. Ndoto uwe nazo wewe. Alafu licha ya hivyo, kitu usipokijua, kitu usichokijua, usipomkubalia profesa wa umbea. Baba, hizi habari nazitapakaza mji mzima. Eti mji mzima. Kani mji? Eti mji. Amna sio. Kijiji kizima. Unajulikana tu wewe. Kwa lipi? Umemkataa mwezio, afu licha hivyo nakusingizia. Nikusingizie wewe ndo unapoteza watu kijijini hapa. Watu tumepungua. Hata nikitembea kuanzia kutoka kule, wewe mwenyewe Kisimani huko nadhani ulikuwa peke yako. Yaani nimetembea kuanzia kijiji kwa kule kile kijiji cha kule mlimani kule, sijui mlimani polini kule nimetembea mpaka hapa. Huwezi amini nimekutana na wewe tu. Basi. Kwa hiyo watu wamepururuka katika hichi kijiji. Sasa na wewe unavyotaka usiongeze dunia na mwezio, hata kama unasoma ukimaliza utaolewa naye, mkubalie basi bwana. Kwa hiyo unanitishi? Sikutishi mimi. Yaani unaniforce mimi nikubali mambo ya kipumbavu. Siwezi. In short, siwezi kuwa kwenye mahusiano na Deus. Ifanye kagumu kaangalia. Tena na ujinga wako uniki. Umenitua ndo yangu. Naomba irudishe kichwani niondoke. Licha ya hivyo, wewe nengeneka. Wewe mkatae uone. Naenda kukutangazia. Taarifa. Nikubali hata mimi. Hata mimi. Mkubalie mwezio bwana wewe. Usingo mbaya. Mimi mwenyewe ninatafuta sasa hivi. Muone kwanza. Look at me. Wakati tunakupa ushauri we, ulitona sisi watu fitina, twaingilia mambo yako ya ndani, kwamba tukuache jinsi ulivyo. Mtoto huyu ni mdogo wangu lakini ana mambo ya ajabu. Yeye analalamika tumbo linauma. Nikitengeneza dawa kunywa hani. Sasa leo naitengeneza. Asipoinywa leo tunagombana huko. Mimi kusema chungu, sina harufu mbaya na inanuka kweli kweli. Nilikwambia tunza heshima yako. Bwana Zayumba. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Bwana keti tu hapo maana sisi hapa mwenzako sina viti. Bwana karibu sana. Asante mjomba. Bwana. Kwanza heshima yako mjomba. Bwana karibu sana. Habari za hapa mjomba? Bwana tujambo satokea jana. Ni nzuri. Bwana hapa namtengenezea Niki hivi unamkumbuka Niki? Namfahamu vizuri sana.
Hivi Niki atakuwa la ngapi saa hizi? Maana mara ya mwisho kumuona alikuwa mtoto kidogo kidogo kweli. Ile bwana shule alikimbia. Sasa hapa toka jana anamkia tumbo kaka linauma, tumbo linauma. Nikaona labda niamkie bwana anatengenezea dawa. Sasa hatulii nyumbani. Yaani ni kuzurura yeye na yeye. Mwasa hapa naitengeneza. Hapa kanalalamika ni chungu sana. Kwa hapa naitengeneza ila atakunywa tu. Maana naogopa uchungu si ndio kupona bwana. Kako wapi bwana? Unafikia anatulia basi nyumbani. Hivi yuko sio amepata kazi huko sio viwandani, hata simuelewagi yani. Unajua mjumbe, jana nilikuwa nimechoka sana na sikupata muda wa kuulizia familia yako inaendeleaje kutokana na hali yenyewe jana ulivyoikuta. Lakini kwa nini upo peke yako? Mama sijamkuta hapa nyumbani. Kuhusu mama yako bwana, kuna shida ilitokea lakini sijali, tutazungumza tu, tutazungumza. Mwanangu Deusi, unaionaje hii hali hapa kazini ikiwa ni siku ya pili hii? Hakuna bosi, hakuna wafanyakazi wengine waliokuja. Ikiendelea hii hali hivi tutaishije sisi? Oya, naongea na wewe. Samahani sasa jamaa wangu. Leo unavyoniona hapa mwenzio niko mbali. Ulikuwa unazungumza kuhusu nini? Nilikuwa nasema hivi, unaonaje hii hali hapa kazini ikiwa ni siku ya pili tunakuja, hakuna cha bosi wala wafanyakazi wengine. Hii hali ikiendelea hivi sisi tutaishije? Ni kweli. Hii hali sio nzuri kama unavyozungumza. Lakini mimi nahisi ni hizi dalili mbaya ambazo zinaendelea kutokea hapa kijijini kwetu. Ila yatapita tu. Mimi na wazo. Wazo gani? Unaonaje tutafute kazi nyingine? Wewe unafikiri ni kazi gani nzuri utakayoipata zaidi ya hii hapa? Ila kweli. Sasa tunafanyaje? Hapo cha msingi tuondoke tu nyumbani. Hali kikaa sawa, tutafanya kazi. Sawa, naweza tukaenda. Mwende wapi? Mwende wapi? Bali na hayo baba. Kama jinsi tulivyoachana jana, nadhani kuna jambo lilileta utata la funguo. Nikaa nimekuuliza pale ukapata kigugumizi, nikawa sijapata ufafanuzi wa hizo funguo kwamba wewe umekuwa kwaje nazo. Sasa mjumbe, mimi jana nimepumzika kama ulivyoona. Lala, nimeamka, sijawaona wazazi wangu, lakini kitu ambacho nimeshindwa kuelewa kwamba wewe ndio ulinikabidhi funguo za pale nyumbani. Aidha ulikuja kunifungulia, manake una taarifa kamili za familia yangu kwamba labda wamekuaga, wameenda safari, maana nimejaribu kuwapigia hata simu zao hazipatikani. Hata hivyo nilivyoamka asubuhi nimejaribu kukupigia pia simu ili niweze kupata maelekezo. Sikufanikiwa kuipata simu yako. Bwana, mimi kuhusu simu yangu imezima toka jana. Kwa hiyo nimeipeleka kwa jirani hapo kwa ajili ya kupata kidogo chaji. Umeona bwana? Na kuhusu swala lako la funguo bwana, siwezi kuficha chochote. Bwana, tu kulivyoondoka kwenda masomoni, kuna mambo mengi yametokea katika hichi kijiji. Mambo ya ajabu sana. Umeona? Lakini hayo mambo ambayo yamepelekea watu wengi sana kupoteza maisha. Na kuhusu wazazi wako wala hawajasafiri. Na ukweli Zayumba, wazazi wako wamepoteza maisha wote kwa pamoja.